Good evening watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kuna vuta ni kuvute ambazo zimeshuhudiwa siku ya leo kule Bungoma County kwenye hafla ya mazishi ambayo ilikuwa imehudhuriwa na viongozi wa Linda Mwananchi akiwemo seneta wa jijini Nairobi Mheshimiwa Edwin Sifuna pamoja na viongozi kutoka kwenye upande wa UDA kutoka kule Mulembe Nation. Lakini watazamaji wangu, kama kuna viongozi ambao wamekumbana na kipindi kigumu kutoa hotuba zao na kuzungumza na wananchi mbele ya Edwin Sifuna, ni hawa viongozi wa UDA. Mbunge wa Kimilili Mheshimiwa Didmas Baraza amekumbana na kipindi kigumu mpaka akaondoka kwenye lile eneo. Hata hakuzungumza, akatoa hotuba yake kwa sababu wananchi walikuwa na mheko, walikuwa wanampigia kelele, walikuwa wanamwambia kwamba hatoke pale. Na hata wakati alikuwa anatoka pale, kuna wengine ambao walionekana wakimtupia chupa, walikuwa wanamfukuza kabisa atoke kwenye ile hafla ya mazishi ambayo kwa pakubwa ilikuwa imehudhuriwa na timu ya Linda Mwananchi. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kina watazamaji wangu kuhusiana na haya masaibu ambayo yanaendelea kuwakumba viongozi wa UDA kule Western ama kule Mulembe Nation, ningependa kukuomba wewe mtazamaji wangu, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, kwa mara nyingine kuna vuta ni kuvute ambazo zimeshuhudiwa kwenye hafla ya mazishi kule Bungoma County, ambapo kwa mara nyingine wananchi ama supporters wa Edwin Sifuna walimfurusha mbunge wa Kimilili Mheshimiwa Didmas Baraza ambaye alikuwa amehudhuria hafla ya mazishi. Na hii hafla ya mazishi watazamaji wangu, nimekuelezea kwamba ilikuwa imeandaliwa na viongozi wa Linda Mwananchi. Na unajua watazamaji wangu, hii hafla ya mazishi imetokea tu siku moja baada ya viongozi wa Linda Mwananchi kuvamiwa katika ziara zao za kisiasa kule Kisii County. Na kwa hivyo siku leo watazamaji wangu, viongozi kama kina Didmas Baraza pamoja na Waluke ndio wamekumbana na kipindi kigumu kwa sababu wakati Didmas Baraza alisimama kaamua kuzungumza na wananchi, aligundua kwamba wananchi walikuwa na mheko, wananchi walikuwa wanamrushia mikono, wanamwambia atoke hapo jukwani. Na sasa yeye mwenyewe akaamua kufanya jambo la busara, akasema kwamba haina haja azungumze na wananchi ambao wanamheko, wananchi ambao wanamwimbia one time, wananchi ambao hawataki kumsikiza. So yeye akaamua kuondoka kwenye lile eneo, na wakati alikuwa anaondoka kwenye lile eneo watazamaji wangu, tukaona bado wananchi walikuwa wanamtupia chupa za maji, walikuwa ni kama wanataka kumpiga. Kwa hivyo hivyo ndivyo hali imekuwa siku ya leo. Nataka nikupatie fursa uweze kujionea vile hawa viongozi wamefurushwa kwenye hii hafla ya mazishi mbele ya Edwin Sifuna. Kabla sija kuwekea hii video kuonyesha vile ambavyo amefurushwa, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Chupa nyinyi msimtupie chupa. Msapana. Msimtupie chupa, acha aende tu pole pole. Nimeona chupa 3 zinatupiwa. Yeye ni mheshimiwa. Sawa, asante bana. Tawa mkachukuja chupa ta. Wacha kelele. Order. Tuheshimu matanga ya Mulembe. Hoja, tuko na uhuru ya kuzungumza. Niendelee, nisiendelee? Niendelee? Kama wanakuja kunipiga, basi niwache microphone niende nyumbani. Ama maana gani? Basi wacha niende nyumbani basi. Tuko kwa heshima kuu hapa. Ulinende heshima mbovu anano sana. Hawa viongozi wamekuja hapa wanaheshimu Chaka Wamboka ambaye hako na matanga. Ososi ni rafiki. Wacha nichukue nafasi hii niite the second last person ambaye ni Major John Koi Waluke. wacha kelele. Order.
Order. Umekuja matanga kuheshimu matanga ya Eric. Sasa wanasema na wako na njaa tu wanafuata hata. Naona? Ni njaa tu. Watu wasichupe chupa, nyinyi msimtupie chupa. Hapana. Msimtupie chupa, acha aende tu pole. Nimeona chupa 3 zinatupiwa. Yeye ni mheshimiwa. Sawa asante bandu. Tawe mkachukuja chupa ta. Wacha kelele. Order. Tuheshimu matanga ya mwenzetu. Tuheshimu matanga ya familia. Leo ni wewe, leo ni hawa, kesho ni wewe. Hatutafanya mambo ya vitu kama hizo tukubaliane nazo hapa. Mimi hapa ni kwetu. Mimi hapa ni kwa Wamboka. Na nimekuja kulia kama vile wewe na mimi na wengine wametoka hata Kisumu na Machakos. Mimi nataka kupiga pole kwa familia ya Wamboka. Na mtazamaji, kama vile ambavyo mmeweza kujionea, hivyo ndivyo hali imekuwa siku ya leo, na kwa kweli kama kuna viongozi ambao wanazidi kukumbana na changamoto pale ground, viongozi ambao wanaendelea kukataliwa kwa kumsupport William Samoei Ruto, ni hawa viongozi wa UDA kule Mulembe Nation. Tunajua sasa hivi wanaendelea kuungana, viongozi kama kina George Natembeya, viongozi kama kina Edwin Sifuna, kina Peter Salasia. Unaona hiyo timu yote sasa hivi watazamaji wangu inaendelea kuungana kabla ya uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Lakini unaona kina Didmas Baraza na kina Waluke au wote, kina Mudavadi, kina Wetangula bado wamebaki kwenye upande wa serikali, na ndio unaona changamoto zinazidi kuwakumba, wananchi wanazidi kuwakataa kwa sababu hawawezi wakaaminika. Kiongozi yote ambaye anaisupport serikali ya Kenya Kwanza, watazamaji wangu, tunajua masaibu ambayo wamekuwa wakikumbana nayo pale ground, wanakuwa heckled, wanaimbiwa one term, wanaimbiwa Ruto must go. Na kwa hivyo ndio imefanyika siku ya leo kwa mbunge wa Kimilili Mheshimiwa Didmas Baraza mbele ya Edwin Sifuna. Na unajua kabla ya Didmas Baraza kusimama, kuna matamshi fulani ambayo Edwin Sifuna alikuwa ameyazungumza kuhusiana na huyu Didmas Baraza, vile ambavyo wamekuwa wakipatiwa pesa ili waweze kutengeneza ground, vile ambavyo wanatumia pesa kumobilize wananchi. Na sasa Edwin Sifuna, watazamaji wangu, akaweza kumexpose mbele ya wananchi. So hata wakati Didmas Baraza alikuwa anasimama kuzungumza, tayari wananchi walikuwa wamemjua yeye ni nani, na ndio unaona ikakuwa ni vigumu kwake yeye kuzungumza mbele ya wananchi, wakamheko na yeye mwenyewe akaamua kuondoka kwenye yale maeneo kabla mambo hayaja kuwa mabaya zaidi. Na alipoondoka, watazamaji wangu, hafla ya mazishi ikaendelea kama kawaida. Na kwa hapo watazamaji, lakini sijui nyinyi mko na maoni gani kuhusiana na haya masaibu ambayo yanazidi kuwakumba hawa viongozi wa UDA, wabunge wa UDA ambao bado hawaja amua kujiunga na timu ya Linda Mwananchi kutoka kule Mulembe Nation, kwa sababu kama kweli kuna viongozi ambao watakuwa na changamoto tunapoelekea kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027, ni hawa viongozi ambao wanaisupport serikali ya Kenya Kwanza. Niacha maoni yako hapo kwenye eneo la comment za video yangu, na ninakumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo so ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa na vipunde na habari zaidi za kwa